Karibu sana katika nondo za habari kutoka hapa Kemgongo TV, na anayekuletea habari hizi ni mimi Olivia Moses. Sakata la ubakaji dhidi ya tabibu wa hospitali ya wilaya ya Urambo, Juma Selemani, limeibua mtikisiko mkubwa katika sekta ya afya wilayani humo na kusababisha watumishi 5 kuchukuliwa hatua za kinidhamu, akiwemo mganga mkuu wa wilaya. Tukio hilo lilitokea Novemba 24, 2025 baada ya mgonjwa kufika hospitalini kwa matibabu, ambapo tabibu huyo alitajwa kumbaka akidai anamwekea dawa ya kusafisha njia ya uzazi. Siku ya Jumatatu, Disemba 1, 2025, mkuu wa mkoa wa Tabora Paulo Chacha aliwasili hospitalini hapo akiwa na kamati ya ulinzi na usalama na kutangaza kusimamishwa kazi kwa watumishi 3 wa ngazi ya juu ya upande wa afya, huku 2 wakiendelea kuhojiwa kwa tuhuma za kuficha ukweli na uzembe katika utendaji kazi. Chacha alitoa maamuzi hayo kufuatia ziara yake ya kushtukiza iliyotokana na maagizo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, aliyesema siku moja kabla akiwa Arusha kwamba tabibu huyo akamatwe na hatua za kisheria zichukuliwe mara moja. Katika mahojiano ya watumishi hao, mkuu wa mkoa alieleza kusikitishwa na hatua ya mganga mkuu wa wilaya Dr. David Manyama kuunda tume ya ndani iliyodaiwa kulenga kuficha ukweli baada ya kuhakikisha haki inapatikana kwa pande zote. Hatua hiyo ilimlazimu katibu tawala wa mkoa Dr. John Mboya kuingilia kati na kuunda tume nyingine huru ambayo hatimaye ndiyo ilieleza ukweli wa kile kilichotokea. Sasa muangalie mambo haya. Mwaka 2018 rasi haupo mkoa huu, mimi sipo, mheshimiwa mkuu wa wilaya haupo, inawezekana na viongozi wote hamkuepo, lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo, sio kwamba anasingiziwa. Alianza kutuambia hapa kwanza nidhamu ya hovyo tu. Eti nilikuwa na date nesi na mganga mkuu. Kwa hiyo akawa ananichukia kwa sababu tuna date msichana mmoja. Sawa, inawezekana hatuna tatizo na hilo. La pili, tabia mbaya, kujibu majibu mabaya, kauli mbaya, lakini kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji. The same scenario. Utakuja useme huyu dada akusingizie wewe kwa ajili ya nini? Ilitokea mgonjwa mmoja anaitwa Jafari Hamisi Juma. Yule mgonjwa msikia akaja hapo hospitali saa 11 alfajiri. Alipofika huyu Juma ni mzee, ana kijana wake anaitwa Jafari. Juma huyo mzee alimleta mwanae hapo hospitali, akafika, akapokelewa, weza ni emergency, lakini wakumwaroketi kwenda wodini. Huko muuguzi wa zamu inavyoonekana hiyo asubuhi hakuepo. Wakagonga sana kwa maelezo ya yule mzee. Bahati nzuri alikuja mpaka ofisini kwangu. Akagonga sana mlango ule. Baadaye ikaonekana huyu mama hakuepo. Akapigiwa simu huko alikokuwa, akaja amekasirika kweli kweli. Alipokuja anasema nyie washenzi ndio mnaosababisha mimi napigiwa simu kuja kuwaona nyinyi wapumbavu nyinyi. Na siwahudumii sasa, nendeni popote mtakapoenda. Huyu baba alipiga magoti, anamuomba radhi kama wamekosea. Tunaomba utusamee, ni kutokujua. Anasema nimewambia nendeni popote, sitawahudumia. Akakata. Wakarudi kule, sijui nini kiliendelea, lakini akaweka msimamo na hakuna chochote kiliendelea. Huyu baba akaona mwanae asije akafia pale, akambeba akarudi naye nyumbani. Yule kijana akafa. Lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu. Wewe mganga mkuu haupo hapa. Hebu usimame. Ni kijana wala sio mzee, una shida gani? Haya yote huwa unajui wewe. Haya ukaunda kamati, hili limekuja kwako. Ukaunda kamati nzuri ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa, sio kamati ya kitaalamu. Ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha au ni uzembe au kutokujali whatever. Lakini kamati wewe mwenyewe unaishangaa, kweli ni wewe uliyeiunda. Ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu, ikaleta na comprehensive report. Ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya. Licha kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau au ni uzembe. Na wewe nimesema rasmi, nimeandika barua TAMISEMI. Ahamishwe. Hakuna kuhamishwa. Asimame kazi, kama TAMISEMI watamhamisha,
wamhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded kwa makosa haya aliyonayo. Mkurugenzi hapa sijui kama na mamlaka au ni rasi, msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu lete mganga mkuu mfawidhi hapa. DMO hapa akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Huyo nesi wewe na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati, afisa lishe sijui nani, wote msimame kazi. Tumeelewana? Mganga mkuu leo lete DMO hapa akaimu nafasi. Hata hapo tafuta madaktari sio wapo wenye nidhamu na adabu hata pale mkoani. Lete mtu akaimu nafasi. Toa kitete daktari pale aje akaimu hapa. Kwa sababu sasa hawa mambo tuyafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa ofisini, wodini. Huyu anasema sikutibii nenda popote. Manake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa simame nione atakaye kuja kuniuliza. Mambo gani sasa haya? Tufanyeje? Hao wananchi waende wapi? Huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja yule. Hatumtuhumu yule mama, lakini ahojiwe. Yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua whatever mgonjwa si mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike, yule ahojiwe. Kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa. Ahojiwe seriously. Kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha yule na mgonjwa? Tunaelewana? Sakata hili limeibua mjadala mpana kuhusu maadili ya watumishi wa afya na wajibikaji wao katika utoaji huduma, huku wakazi wa Urambo wakisubiri hatua zaidi kutoka kwa vyombo vya dola na uongozi wa mkoa. Kwa habari hizi na nyingine nyingi, endelea kutembelea kurasa yetu ya YouTube kama Kemgongo TV. Mpaka wakati mwingine, kwa heri. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunapatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware. Karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.